بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله wabarakatu. Dada zangu katika imani, tuendelea na darasa yetu kuhusu sifa za mke mwema katika Uislamu sehemu ya 3. Dada zangu katika imani, miongoni pia masifa za mke mwema ni kwamba mke mwema ni yule asiyekufuru neema yani kwa mume wake. Dada zangu katika imani, katika sifa za mke mwema ni kuwa si mwenye kukufuru neema anazopewa. Kwa msemo mwingine ni kwamba hakufuru neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala anazompa kupitia wapi? Kupitia kwa mume wake. Haya dada zangu katika imani, yamedhihirika kupitia kwa aliyoyasema Asma binti Yazid al-Answaria, ambaye amesema kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yani alinipitia wakati nilikuwa nimesimama na kundi la wanawake wenye umri mmoja nami, akatusalimia na kusema, yani Mtume alipita wakati wao alikuwa amesimama Asma binti Yazid al-Answaria na kundi la wanawake wenye umri mmoja naye, na akasema kuambia, tahadharini na kukufuru neema. Akasema huenda mmoja wenye ndoa yake ikaakhirishwa, kisha baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akamruzuku mume na akapata naye watoto, na wakati anapokuwa ni mwenye kukasirika, siku moja anakufuru na kusema, sijawahi kamwe kuona kheri yoyote yani kutoka kwako, yani anamwambia mume wake. Haya yamepokewa na Al-Bukhari katika kitabu cha Adab al-Mufrad ukurasa wa 1048. Dada zangu katika iman, kadhalika yani miongoni mwa sifa za mke mwema ni yule anayemheshimu mume wake. Katika sifa za mke mwema ni kwamba anamheshimu mume wake na anajua nafasi yake na haki zake. Amepokea At-Tabrani katika Al-Mu'jam Al-Kabir juzi ya 11 ukurasa wa 356 kupitia kwa Ibn Abbas radhiallahu anhuma, ambaye ameeleza kuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, simwamrishi yoyote kumsujudia yeyote. Lao ningelimwamrisha mtu kumsujudia yeyote, basi ningelimwamrisha mwanamke kumsujudia mume wake. Dada zangu katika imani, haki za mume zinakuwa maradufu ikiwa mke ni mwema na ikiwa ni mcha Mungu na mtu wa dini na anahifadhi ibada za Allah subhanahu wa ta'ala na ana utiifu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi nyingine kupitia kwa Muadh bin Jabal radhiallahu anhu, ambaye ameeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, hakuna mwanamke ambaye anamuudhi mume wake katika maisha haya isipokuwa mke wake katika hurul ain, katika wale wanawake wema wa peponi. Anasema, usimuudhi, Allah akuue. Na mgeni kwako tu, yani mume huyu unayemuudhi duniani ni mgeni tu kwako. Wale wake ambao kwamba Allah amewaandalia kule peponi, ambao ni miongoni mwa hurul ain, wanasema pale mwanamke duniani anapomuudhi mume wake, hao wanawake wanasema, mwanamke ambaye kwamba Allah amemwandalia huyu mume kule peponi, anasema usimuudhi, Allah akuue, ni mgeni kwako tu, yani karibuni atakuacha na kuja kwetu. Haya yamepokewa na At-Tirmidhi na ni hadithi namba 1174, na kadhalika imepokewa na Ibn Majah na ni hadithi 2014. Dada zangu katika iman, Muslim scholars wanasema kwamba katika hadithi hii kuna matishio makali kwa wanawake wanaowaudhi waume zao. Dada zangu katika iman, miongoni pia mwa sifa za mke mwema ni yule mwenye kuwa mwadilifu kwa watoto wake wote. Katika sifa za mke mwema ni kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akimneemesha kwa kumpa watoto, anafanya uadilifu baina yao. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema, yani
fanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Haya imepokea na Abu Daud na ni hadith nambari 3544. Na kadhalika katika sifa za mke mwema ni yule mwenye kubaki nyumbani kwake. Katika sifa za mke mwema ni kwamba anabaki nyumbani na hawi ni mwenye kutoka na kuingia nyumbani kila wakati. Anatoka nje tu wakati wa haja au dharura. Anapotoka hawi ni mwenye kujipodoa yani na kujipamba na kuvaa mavazi yasiyo ya kisheria. Anatakiwa kuteremsha chini macho yake na kuhifadhi tupu yake anapotoka nje. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema mwanamke ni aura, yani mwanamke ni uchi, mwili wake ni uchi, na wakati anapotoka nje sheitani anamtazama, anamfanya kama mabadiliko, yani anakuwa yu karibu na Allah subhanahu wa ta'ala pindi anapokuwa ndani kabisa ya nyumba yake. Haya yamepokewa na At-Tabarani katika Al-Awsat na ni hadith nambari 2890 kupitia kwa Salim bin Abdillahi bin Umar na kutoka kwa baba yake. Dada zangu katika imani, kadhalika miongoni mwa sifa ya mke mwema katika Uislamu ni yule asiyetoa siri za mume wake. Katika sifa za mke mwema ni kwamba hatoi siri za mume wake na zile za ndani kwao, hata kama kutatokea kutengana na kutokubaliana. Ni lazima kwa wote wawili kumcha Allah subhanahu wa ta'ala katika swala hili la kuficha siri baina yao. Amepokea Imam Ahmad katika Al-Musnad yake, Musnad nambari 27583 kupitia kwa Asma binti Yazid, ambaye ameelezea kwamba alikuwa kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, yani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na wanaume na wanawake walikuwa wamekaa yani kwake. Akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, pengine mwanaume akasema aliyoyafanya na mke wake, na pengine mwanamke akasema aliyoyafanya na mume wake, yani wakanyamaza kimya. Nikasema ndiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani ndiyo mtume wa Allah, yani wanawake wanafanya hivyo na wanaume wanafanya hivyo. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, msifanye hivyo, hili linafanana na sheitani ambaye anapata mwanamke wa kishetani njiani na akaanza kujamiana naye, na huku watu wanawatazama. Dada zangu katika imani, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii amewafananisha wanawake na wanaume wenye sifa za kutoa siri zile za ndani kwao ni kama sheitani wa kiume ambaye amepata sheitani wa kike njiani na akajamiana naye, na huku watu wanatazama. Dada zangu katika imani, hizi ni baadhi tu ya sifa za mke mwema katika ndoa ambayo zinapatikana katika maandiko ya Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe nazo atunufaishe nazo kama wanawake, na ni yeye peke yake ndiye mwenye kunufaisha. Pia tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala kwa majina yake mazuri na sifa zake tukufu atuongoze sote wanawake wa Kiislamu katika njia iliyonyooka. Yale tunayojifunza iwe ni hoja yetu na si dhidi yetu. Atubariki kwa maneno yetu, matendo yetu, wakati wetu, watoto wetu, na atutengezee maisha yetu ya duniani ambayo tunaishi na maisha yetu ya akhera ambayo ndio kituo chetu cha mwisho. Afanye uhai kwetu, yani kuongezeka, iwe ni kheri ya kila kitu, na mauti iwe ni raha kwetu kutokana na kila shari. Shukran jazila wa barakallahu fikum.